serikali inaamua mafundisho ya dini? Na nini hutokea pale ambapo kutokubaliana na viongozi wa kanisa kunaanza kuonekana pia kama kutokubaliana na dola? Kwa upande mmoja, kanisa lilipata amani. Liliweza kuhubiri hadharani, likaanza kujenga taasisi. Likaenea kwa kasi zaidi kuliko hapo awali. Lakini kwa upande mwingine, lilianza kupata kitu ambacho halikuwa nacho hapo kabla: nguvu za kisiasa. Na historia inaonyesha kwamba nguvu hukuwa na gharama. Kadri kanisa lilivyozidi kuwa karibu na watawala, ndivyo siasa zilivyozidi kuingia ndani ya kanisa. Na haikuchukua muda, migogoro ikaanza. Si kuhusu fedha, si kuhusu ardhi, bali kuhusu swali ambalo lingeamua msingi wa imani ya Kikristo. Leo huenda swali hili likaonekana la kawaida, lakini katika karne ya 4 liligawa viongozi wa kanisa. Je, Yesu alikuwa Mungu sawa kabisa na Baba, au alikuwa kiumbe aliyeumbwa na Mungu? Mjadala huo ulienea kwa kasi. Makanisa yakaanza kugawanyika, maaskofu wakaanza kubishana, na Konstantino akatambua jambo hilo. Ikawa kanisa lingegawanyika, huenda hata milki yake ingebaki katika mgawanyiko huo. Kwa hiyo akafanya jambo ambalo hakuna Kaisari aliyewahi kufanya kabla yake. Aliwaita viongozi wa kanisa kutoka sehemu mbalimbali za milki yake wakutane mahali pamoja. Lengo lilikuwa moja: kumaliza mgogoro huo. Lakini je, wangefanikiwa? Au mkutano huo ungeanzisha migawanyiko mipya ambayo ingeendelea kwa karibu miaka 2000? Ni jambo la kushangaza kufikiria. Miaka michache tu iliyopita, baadhi ya watu hawa walikuwa wakikimbia askari wa Roma. Leo wanakaribishwa na Kaisari mwenyewe, lakini hawajaja kusherehekea ushindi. Wamekuja kuzuia jambo baya zaidi kutokea. Kanisa lilikuwa karibu kupasuka. Tatizo halikuwa kama Yesu aliishi. Karibu wote walikubaliana kuwa hilo lilikuwa kweli. Tatizo lilikuwa Yesu alikuwa nani hasa? Je, alikuwa Mungu wa milele sawa kabisa na Baba, au alikuwa kiumbe wa kwanza aliyeumbwa na Mungu, aliye juu kuliko viumbe vingine vyote, lakini si Mungu kamili? Kwa watu wengi leo, huenda tofauti hiyo inaonekana kuwa ndogo, lakini kwa Wakristo wa karne ya 4 ilikuwa msingi wa imani yao. Na mtu aliyekuwa katikati ya mjadala huo aliitwa Ario. Ario alikuwa kasisi kutoka Alexandria. Alifundisha kwamba mwana hakuwepo milele kama Baba. Kwa maneno mengine, kulikuwa na wakati ambapo mwana hakuwepo. Kwa hiyo, kwa mtazamo wake, mwana alikuwa mkuu kuliko viumbe wote, lakini hakuwa Mungu sawa kabisa na Baba. Mafundisho hayo yalisambaa kwa kasi. Baadhi ya maaskofu walimuunga mkono, wengine walipinga vikali, na kabla ya muda mrefu makanisa yakaanza kugawanyika. Kwa Konstantino, hili halikuwa swala la theolojia pekee. Lilikuwa swala la utulivu wa milki. Alikuwa ametumia miaka mingi kuunganisha Roma. Sasa hakutaka kuona kanisa likigawanyika. Kwa hiyo, mwaka wa 325 baada ya Kristo, aliwaita maaskofu kutoka sehemu mbalimbali za milki wakutane Nikea. Huu ukawa mkutano wa kwanza mkubwa wa viongozi wa kanisa kutoka ulimwengu mzima wa Kikristo. Leo unajulikana kama mtaguso wa kwanza wa Nikea. Ndani ya ukumbi huo hakukuwa na upanga, hakukuwa na vita vya majeshi, lakini kulikuwa na vita vya hoja. Kwa siku nyingi maaskofu walijadili, walinukuu maandiko, walijadiliana, walipingana, na mwishowe walifikia uamuzi. Walikataa mafundisho ya Ario na wakathibitisha kwamba mwana ni wa asili moja na Baba. Kutokana na uamuzi huo, ikatungwa kanuni ya imani ya Nikea, ambayo katika aina zake mbalimbali bado inatumika katika makanisa mengi duniani kote hadi wa leo. Kuna jambo ambalo limekuwa likirudiwa mara nyingi katika vitabu, makala na hata filamu, kwamba mtaguso wa Nikea uliamua ni vitabu vipi viingizwe katika Biblia. Lakini hilo si jambo ambalo mtaguso huo ulifanya. Kazi yake kuu ilikuwa kushughulikia mabishano kuhusu asili ya Kristo pamoja na masuala mengine
kama tarehe ya Pasaka, sio kuchagua vitabu vya Biblia. Huenda uamuzi kuhusu Ario ukawa muhimu, lakini kulikuwa na jambo lingine lililotokea Nikea ambalo lingeathiri historia kwa zaidi ya miaka 1000. Kwa mara ya kwanza, Kaisari wa Roma alikuwa ameita mkutano wa viongozi wa kanisa, na baada ya maamuzi kufikiwa, nguvu ya dola ilisimama nyuma ya maamuzi hayo. Hapo ndipo uhusiano mpya ulianza kuonekana. Kanisa lilikuwa linafafanua mafundisho, lakini dola ilikuwa inasaidia kuyatekeleza. Huu ulikuwa mwanzo wa ushirikiano mpya kati ya madhabahu na kiti cha enzi. Watu wengi humkumbuka Konstantino, lakini ni muhimu kuelewa jambo moja. Ingawa aliupa Ukristo uhuru mkubwa, bado haukuwa dini rasmi ya milki ya Roma. Bado kulikuwa na wapagani wengi. Bado kulikuwa na dini nyingine. Mabadiliko hayo yangekuja baadaye, na yangekuja kupitia kaisari mwingine. Jina lake lilikuwa Theodosio wa kwanza. Fikiria tofauti hii. Miaka michache iliyopita, kuwa Mkristo kulikuwa kunaweza kukupeleka gerezani. Sasa, karibu miaka 70 baadaye, kutofuata mafundisho rasmi ya Ukristo kunaweza kukuweka katika matatizo na dola. Historia ilikuwa imegeuka kwa kiwango ambacho hakuna mtu wa karne ya kwanza angeweza kutabiri. Lakini hilo lilileta swali jipya. Kanisa lilipokuwa sasa linaungwa mkono na dola, nani angekuwa na mamlaka kubwa zaidi? Kaisari au viongozi wa makanisa? Jibu la swali hilo lingeamua historia ya Ulaya kwa zaidi ya miaka 1000 ijayo. Mwaka wa 313 baada ya Kristo, Ukristo ulipata uhuru, lakini uhuru haukuwa sawa na kutawala. Kwa miongo kadhaa baada ya Konstantino, milki ya Roma ilikuwa bado imejaa dini mbalimbali. Mahekalu ya kipagani yalikuwa bado yamesimama. Sadaka zilikuwa bado zinatolewa, na mamilioni ya watu walikuwa bado wanaabudu miungu wa kale. Hakuna aliyejua ni dini gani ingeongoza siku za usoni. Lakini mwaka wa 380 baada ya Kristo, jibu likaanza kuwa wazi. Jina lake lilikuwa Theodosio wa kwanza. Tofauti na Konstantino ambaye aliipa Ukristo uhuru na upendeleo, Theodosio alikwenda hatua moja mbele zaidi, hatua ambayo ingebadilisha historia ya Ulaya na pengine historia ya dunia. Mwaka wa 380 baada ya Kristo, Theodosio alitoa tangazo lililokuja kama amri ya Thesalonike. Tangazo hilo lilitangaza kwamba Ukristo wa Kinikea ndio ungekuwa dini rasmi ya milki ya Roma. Sasa Ukristo haukuwa tena moja kati ya dini nyingi, ulikuwa dini ya dola. Hebu fikiria mabadiliko hayo. Miaka 70 tu iliyopita, Mkristo angeweza kuuawa kwa sababu ya imani yake. Sasa Kaisari mwenyewe alikuwa akisema kwamba imani hiyo ndiyo dini rasmi ya milki. Historia ilikuwa imegeuka kabisa. Tangazo hili halikubadilisha tu sheria, lilibadilisha maisha ya kila siku. Polepole, ibada za kipagani zikaanza kupoteza nafasi yake. Baadhi ya mahekalu yakafungwa, baadhi yakatelekezwa, na mafundisho ambayo bado awali yalikuwa yanajadiliwa ndani ya makanisa sasa yakawa pia masuala ya serikali. Kwa mara ya kwanza, imani na dola zikawa zimefungamana kwa kiwango ambacho hakikuwahi kutokea hapo awali. Je, nini hutokea pale ambapo serikali inaamua mafundisho ya dini? Na nini hutokea pale ambapo kutokubaliana na viongozi wa kanisa kunaanza kuonekana pia kama kutokubaliana na dola? Jiunge nami Jumapili ijayo nikiendeleza makala haya. Na kama umependa video hii, hakikisha kuwa umeilike na umesubscribe. Na zaidi ya hayo, shiriki video hii na marafiki zako.